Haya, tuendelee kuangalia kinachoendelea ndani ya Mahakama Kuu Dar es Salaam katika kesi ya uhaini yake Tundu Antipas Lissu. Mahojiano na shahidi wa upande wa mashtaka, shahidi anayelindwa chini ya ulinzi maalum, umeendelea katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, ambapo Tundu Lissu amejikita katika kuonyesha tofauti kati ya ushahidi aliyoutoa shahidi huyo mahakamani na maelezo yake ya awali aliyoyatoa polisi. Awali, Tundu Lissu aliibua hoja kuhusu taarifa za siri za shahidi huyo, akidai kuwa maelezo ambayo mahakama iliamuru yafichwe hayakufichwa ipasavyo. Upande wa mashtaka uliomba mwongozo wa mahakama ukisema Tundu Lissu alikuwa akianza kumhoji shahidi cross examination kabla ya hati hiyo kupokelewa rasmi kama kielelezo. Tundu Lissu alijibu kuwa alikuwa akionyesha mahakama kile alichokiita uzembe na kutojali katika kushughulikia taarifa za shahidi huyo wa siri. Hatimaye maelezo ya awali ya shahidi huyo yalipokelewa kama kielelezo D16 baada ya shahidi kukiri kuwa yalikuwa ni maelezo yake na upande wa mashtaka. Hatimaye maelezo ya awali ya shahidi huyo yalipokelewa kama kielelezo D16 baada ya shahidi kukiri kuwa yalikuwa ni maelezo yake na upande wa mashtaka kutokuwa na pingamizi. Kisha Tundu Lissu alitumia hati hiyo kulinganisha ushahidi wa shahidi huyo wa siri na yale aliyokuwa amewaambia polisi hapo awali. Moja ya tofauti za awali ilihusu watu walioongozana na shahidi huyo kwenda kwenye mkutano wa Chadema mnamo tarehe 3 Aprili mwaka wa 2025. Mahakamani, shahidi alikuwa amesema alienda na wenzake watano na kumtaja mmoja wao kama shahidi P1. Tundu Lissu alipomtaka shahidi huyo asome maelezo yake ya polisi, shahidi aligundua kwa maelezo hayo yalimtaja mwenzake tofauti kabisa aliyeitwa P2 na wala si P1. Kisha Tundu Lissu aliuliza kuhusu watu waliozungumza katika mkutano huo. Shahidi alikuwa ametoa ushahidi kuwa miongoni mwa wazungumzaji waliokuwemo ni Tundu Lissu, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche na katibu mkuu John Mnyika. Hata hivyo, alipoulizwa kuonyesha taarifa hiyo katika maelezo yake ya awali, shahidi alisema haikuwepo na kwamba maelezo hayo yalimtaja Lissu pekee. Pia Tundu Lissu alimhoji shahidi kuhusu maelezo yake ya mambo yaliyojadiliwa katika mkutano huo. Mahakamani, shahidi alikuwa amesema wazungumzaji walijadili namna watakavyoshiriki katika uchaguzi na kwamba Tundu Lissu alizungumzia kusitisha uchaguzi wa mwaka wa 2025 iwapo marekebisho yangefanyika. Hata hivyo, Tundu Lissu alipouliza kama maelezo hayo yalikuwepo katika maelezo ya awali, shahidi alisema hayakuwepo. Hoja nyingine ilihusu tarehe 7 Aprili mwaka wa 2025. Shahidi huyo wa siri alitoa ushahidi kuwa akiwa Dodoma, bosi wake alimpigia simu na kumwagiza ripoti polisi na kukabidhi kadi ya kumbukumbu ama flash disk iliyokuwa na picha za video za mkutano wa Chadema. Lissu alihoji iwapo tarehe 7 Aprili simu kutoka kwa bosi wake au agizo la kwenda polisi vilikuwa vimetajwa katika maelezo ya awali ya shahidi huyo wa siri. Shahidi alijibu mara kwa mara kuwa maelezo hayo hayakuwemo. Pia Tundu Lissu aliuliza kuhusu maelezo ya shahidi huyo kuhusu mavazi aliyokuwa amevaa Lissu siku ya mkutano wa Chadema. Shahidi alikuwa ameieleza mahakama kuwa Tundu Lissu alikuwa amevaa mavazi aina ya kijeshi, lakini hakuweza kukumbuka rangi yake. Tena shahidi alisema kuwa maelezo hayo hayakuwemo katika maelezo yake ya awali. Kisha sasa maswali yalihamia kwenye vifaa vilivyotumika kurekodi mkutano huo wa Tundu Lissu. Shahidi huyo wa siri alikuwa ametaja kamera ya Sony NX. Lissu alibainisha kuwa maelezo hayo yalirejelea kamera 3 na akauliza kuhusu kamera mahususi ya Sony HXR NX100 iliyotajwa na mashahidi wengine. Shahidi alijibu kuwa Sony NX ilikuwa jina fupi tu ya kutaja kamera hiyo hiyo. Lissu pia aliuliza kuhusu jinsi shirika hilo la habari la Jambo TV lilivyopata fursa ya kuripoti mkutano huo wa Chadema siku hiyo. Shahidi alikubali kuwa mkurugenzi wake aliwaagiza kwenda huko baada ya kupokea taarifa kutoka kwa afisa habari wa Chadema. Kisha Tundu Lissu alimuuliza kama yeye mwenyewe shahidi huyo ndiye aliyekuwa afisa habari wa Chadema. Shahidi alisema hapana.
Tundu Lissu alipouliza kama shahidi alimjua au kumfahamu afisa wa habari wa chama cha upinzani Brenda Rupia, shahidi alisema anamfahamu. Tundu Lissu aliendelea kwa kuuliza kuhusu maandalizi katika makao makuu ya Chadema. Shahidi alikuwa ametoa ushahidi kwamba walipowasili wanachama wa Chadema walikuwepo tayari, lakini viongozi wa chama walikuwa bado hawajafika. Alipoulizwa ni nani aliyekuwa na jukumu la maandalizi hayo, shahidi alisema hakutilia maanani jambo hilo. Kisha Lissu aliuliza kama shahidi alimuona yeye binafsi akifanya maandalizi hayo. Shahidi alisema hapana. Lissu pia alirejelea yaliyomo katika maelezo ya awali, ambapo shahidi alilielezea kuwa mkutano huo ulirushwa moja kwa moja mtandaoni kupitia Jambo TV. Shahidi alithibitisha kuwa hayo yalikuwa maneno yake mwenyewe. Pia alithibitisha kuwa maelezo yake yalisema baadhi ya video hizo zilisambazwa baadaye kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram na Twitter. Kisha Tundu Lissu alijikita kwenye suala kuu la maswali yake: ni nani hasa aliyerekodi na kurusha matangazo hayo? Aliuliza shahidi kama madai kwamba Lissu mwenyewe ndiye aliyerusha video hiyo yalikuwa sahihi. Shahidi alijibu kwamba tulirusha matangazo kupitia kwako. Mara moja Lissu alimtaka afafanue kama hilo lilimaanisha kuwa Lissu mwenyewe ndiye mtu aliyeendesha zoezi la kurusha matangazo hayo mtandaoni. Shahidi alirudia kusema kuwa walirusha matangazo kupitia kwa Lissu. Kisha Lissu aliuliza mfululizo wa maswali ya moja kwa moja. Aliuliza kama aliwahi kugusa kamera za kampuni hiyo ya Jambo TV ya habari siku ya mkutano huo. Shahidi alisema hapana. Tundu Lissu aliuliza kama aliwahi kuwaagiza waandishi wa habari kurusha mkutano huo moja kwa moja hewani. Shahidi alirudia tena kusema hapana. Pia aliuliza iwapo Lissu aliwaagiza kupakia video hiyo ya mkutano wake kwenye YouTube, Instagram au X baada ya matangazo ya moja kwa moja. Shahidi alijibu hapana. Kisha Tundu Lissu alirejelea kielelezo cha D16 akiuliza iwapo taarifa hiyo ilionyesha kuwa video hiyo ingeweza kupatikana kwenye majukwaa hayo ya mtandao ya kijamii. Shahidi alikubali kuwa ilionyesha hivyo, lakini Tundu Lissu alipouliza iwapo yeye ndiye aliyewaagiza waandishi wa habari wa Jambo TV kuhifadhi au kupakia video hiyo kwenye majukwaa hayo, shahidi alijibu tena hapana. Hivyo sehemu ya kuuliza maswali ilihitimishwa kwa Lissu kuliweka suala hilo wazi mbele ya shahidi, ikiwa alikuwa akishutumiwa kuhusiana na video ambayo hakuirekodi wala kuwaagiza waandishi hao wa habari wa Jambo TV waitangaze. Je, hiyo ilimaanisha kuwa alikuwa akishutumiwa isivyo haki? Shahidi alijibu kuwa ndiyo maana Lissu alikuwa mahakamani ili kujitetea dhidi ya tuhuma hizo. Kicheko kiliweza kuzuka hapo ndani ya chumba cha mahakama, huku waliohudhuria kusikiliza kesi hiyo wakiibua kicheko kwa jibu hilo ambalo aliweza kulitoa shahidi huyo wa siri. Mtazamaji, kumbuka kulike video hii kisha subscribe, vilevile nijuze maoni yako kuhusiana na update hii.